Mwanzo mzuri kwa mwalimu Dimitar Pantev kwenye kikosi cha Simba Sports Club, namna ambavyo timu imecheza. Kuna mabadiliko kadhaa ambayo yanaonekana. Kwanza, moja ya mabadiliko ambayo yameonekana ni kwenye starting 11 yake. Moja ya sehemu ambayo ilikuwa inaonekana inawasumbua sana Simba ni kwenye team selection. Nani anaanza kwenye position gani? Hii ilikuwa ni sehemu ambayo kidogo ilikuwa inaonekana inaleta changamoto Lakini namna ambavyo unaweza kutengeneza uwiano mzuri kwa maana ya wachezaji walioko bench na wale walioanza kwenye kikosi cha kwanza kwenye mchezo husika. Kwa kwangu mimi nadhani kwa namna ambavyo Simba wamecheza kwenye mchezo wao wa kwanza, wameendeleza kile ambacho wamekuwa wakifanya mara nyingi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho, kwa maana wao ndio timu ambayo inaonekana inafanya vizuri kwenye mechi za kimataifa kutoka nchini Tanzania, na wameendelea kufanya vizuri. Tukumbuke kwenye ardhi hilo walishawahi kupata ushindi wa magoli 4-0 dhidi ya Mbamane Swallows. Jana wanapata tena ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo ni muendelezo ambao wamekuwa nao. Lakini tukija kwa kocha Dimitar Pantev, nadhani kuna namna ambavyo ameamua kuiboresha timu. Amekuja na mfumo 4-1-4-1 kwa maana anakuwa na walinzi wanne, midfield defensive mmoja ambaye anacheza ni Nabi Kamara, lakini akawa na viungo wanne pamoja na mshambuliaji mmoja ambaye ni Suleiman Mwalimu. Sehemu ambayo naamini manager Pantev aliamua kuja kuiboresha katika second half ni selection za watu wawili ambao aliamua kuwa nazo, Joshua Mutale Budo pamoja na Jincha Zaua, ambao hawa Budo yeye ni mzuri zaidi kwenye kucheza mpira ambao mkiwa mnahitaji kupossess, ana enjoy zaidi mpira kupasiana. Lakini ukija kwa kocha ukija kwa Jinchaz, yeye ni mchezaji ambaye yuko very direct, kwa maana focus yake iko mbele zaidi, tuchukue mpira tuondoke mbele tukashambulie. Kwa hiyo aina yao ya uchezaji naona kuna namna ni kama vile ilikuwa inafanya Simba wana stack hasa katika first half, na maana leo muda mwingi walicheza katika eneo lao kuliko namna ambavyo walicheza second half. Substitution alizofanya mwalimu za kumuingiza substitution ya kumuingiza Morris Abraham, substitution ya kumtoa Nabi Kamara kumuingiza Yusuf Kagoma, unaona hizi kuna namna ambavyo zilikuja kuongeza kitu. Lakini substitution ambayo mimi naamini hii ilikuwa ni ya kimbinu zaidi ni ya kumtoa Suleiman Mwalimu na kumuingiza Jonathan Soa, kwa sababu Suleiman yeye alikuwa anaonekana mara nyingi anacheza katika lile eneo ambalo mshambuliaji wa kati anatakiwa kuonekana akiwa anacheza, lakini Jonathan anakimbia maeneo mengi, anakava maeneo mengi. Rejelea magoli yote mawili yaliyofungwa na Kibu Dennis, goli ambalo ameassist Jonathan Soa ni mpira mrefu, zimepigwa 1-2 yeye na Shomari Kapombe upande wa kulia, wakati Jonathan ndo alitakiwa kuwa mshambuliaji wa mwisho. Yani position alioenda kusimama Kibu Dennis wakati Jonathan Soa anatoa ile pasi, ilikuwa ndo position ambayo Soa ndo alitakiwa awe amesimama pale. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba yes, inawezekana nikakosa huduma, lakini mimi pia naweza nikatoa huduma kama mshambuliaji. Hii ni kitu ambacho kimeonekana kwa Jonathan Soa, na namna ambavyo mwalimu aliweza kufikiri kwa haraka kwamba yes, naweza nikafanya substitution hii. Substitution nyingine ya Morris Abraham, namna ambavyo ana accuracy ya kujua sehemu gani napiga pasi ndefu, pasi fupi, yani ule uhakika wake wa kutafsiri matukio na kufanya matukio kwa haraka ni moja ya silaha kubwa ambayo Morris Abraham anayo. Kwa hii ni sehemu ambayo tunaweza kusema mwalimu Dimitar Pantev amefanikiwa, lakini hatuwezi kucomment moja kwa moja kwamba Pantev ni mwalimu wa namna gani kwenye mchezo mmoja. Kutabiri mwalimu Pantev kwenda kuchukua ubingwa, hiyo itakuwa ni mapema sana. Ndio kwanza ana mchezo mmoja wa klabu bingwa. Hatujaona mechi zingine namna ambazo atacheza. Sasa ameenda kucheza na timu kama Nsingizini Hotspurs ambao wenyewe tayari ilikuwa ina pressure kwamba ule ni mchezo ambao kila timu inahitaji ushindi. Kuna mechi utaenda kucheza kwenye ligi, kuna timu inahitaji alama moja tu kwako. Hahitaji ushindi wala nini, alama moja tu. Wanapiga low block, unashindwa kuwafungua dakika 90, mchezo unaisha sare, wanapata zao alama moja. Kwa wao kupata alama moja hawawi kama hakuna wanaochukua wamepoteza. Ila kwako wewe kupata alama moja wakati upo kwenye title race, ukiwa umedondosha alama 2 tayari inaweza ikatengeneza gepu. Kwa hiyo tunaweza tukasema mwalimu huyu atawapa ubingwa. Sawa, atawapa ubingwa kwa namna ambavyo mmecheza jana. Mnaenda kucheza na timu ambazo kama Mashujaa unaenda kucheza nao Kigoma kule Lake Tanganyika. Wakiamua kutafuta sare, ni moja ya timu ambazo zinaweza kuhimili kwamba unaweza ukawashambulia muda wote na still usipate chochote.
Tunafahamu kuna vilabu ambavyo vikicheza na hizi timu kubwa, mid table teams zikicheza na hizi timu kubwa, kuna namna ambao wanakuja na approach yao. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sasa hivi kocha Pantev, manager Pantev anaweza kuwapa ubingwa wa Simba. Ni mapema sana kwa sababu pia kuna issue ya injuries kutokea hapa katikati kwenye kikosi. Sasa kuna namna bado mpaka sasa hivi hatujafahamu first 11 yake Mwalimu Pantev, ila tumekiona kikosi chake cha kwanza kwenye mchezo mmoja tu. Tunapozungumza first 11 sio ile ambayo imeanza kwenye mchezo mmoja, na maana regular starters. Kwa mfano kwenye kikosi cha Simba kabla ya Mwalimu Pantev last season, unafahamu kiulizwa first 11 ya Simba, unafahamu Kamara atakuwa yupo upande wa kulia, Kapombe upande wa kushoto Shabalala, eneo la katikati atacheza Karabua Chama na Abdurazak Hamza, eneo la midfield atacheza Yusuf Kagoma. Kwa ni kile ambacho kikosi ambacho kiambiwa first 11 ya mwalimu fulani ama first 11 ya kikosi fulani, kile kikosi ambacho wanakuwa nacho kwamba hawa 75% hadi 80% kaya hawa wachezaji wanaweza wakaanza. Mpaka sasa hivi hatujafahamu first 11 ya mwalimu Pantev. Tumeona mchezo wa jana Kibudeni, Morris Abraham wanaanza nje, Jinchaze au ameanza lakini amalizi. Sasa unaona Yusuf Kagoma ameanza ya benchi. Kwa bado kwa sasa hivi kusema kwamba anaweza akawapa ubingwa, ni safari ndefu, ligi na vitu vingi na matukio mengi. Kwa hiyo nadhani tuvute subra, baada ya michezo 5 mpaka 6 7 na kuendelea ndio tunaweza kwa comment kwamba kwa mwenendo huyu kocha anaweza akawapa ubingwa au hawezi kuwapa ubingwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.